Mtazamaji, mvutano unazidi kutokota kati ya wamiliki wa magari na mamlaka ya usalama barabarani NTSA, zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya kuanza kutekelezwa kwa sheria zenye utata za ukaguzi wa magari za mwaka 2026. Ghadhabu kubwa ya umma kuhusu ada mpya za ukaguzi na hitaji la mifumo ya ufuatiliaji sasa imekuwa miereka ya kikatiba katika mahakama ya Milimani. Kufuatia shinikizo hizi kali, NTSA imetangaza kusitisha kwa muda baadhi ya sheria hizo kwa aina fulani ya magari ya kibinafsi yakipata afueni kwa muda. Laban Shaban sasa atuarifu. Mamilioni ya wamiliki wa magari ya kibinafsi, wasimamizi wa usafiri wa shule na uchukuzi wa kibiashara nchini wamelalamikia sheria mpya za NTSA. Kanuni hizo zinazolazimu ukaguzi wa kila mwaka wa magari yote yaliyoundwa zaidi ya miaka 4 iliyopita zinatarajiwa kuanza kutekelezwa wiki hii mnamo Julai mosi. I'm not ready juu maisha Nairobi sasa imepanda bana. So tunataka tufanye kazi kwanza. Hatutaki maana ya tena NTSA tena. Wanataka ukamua ng'ombe mpaka tamu ishe. Umechukua inspection ya kwanza ile ya yearly, tena hii nyingine ni ya gani sana? Acha ya gani kufanywa? Tafadhali msifanye hiyo kitu. Malalamishi haya yanajiri wakati ambapo wamiliki wa magari wanapambana na uhalisia mchungu wa kifedha na mzigo huu mpya wa gharama. Chini ya kanuni hizi mpya za mwaka 2026, ada ya ukaguzi wa kawaida wa gari la kibinafsi ni jumla ya shilingi 2,000. Kwa upande wa magari ya magurudumu mawili au matatu, serikali inaitisha shilingi 500. Hii mambo ya inspection hiyo tujaribu kidogo kutodolea, tumefinyiriwa na hii economy man. Lakini ni mfumo mkali wa adhabu na faini ambao umezidisha hofu na taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Wamiliki wa magari watakaofeli kupata cheti cha ukaguzi wanakabiliwa na kifungo cha miezi 6 gerezani, faini ya shilingi 20,000 au adhabu zote mbili kwa pamoja. Fauka ya hayo, kanuni hizi zinatoa muda mfupi na finyu mno wa kurekebisha makosa. Gari likifeli ukaguzi wa kwanza, wamiliki wanapewa makataa thabiti ya siku 14 pekee kurekebisha itilafu na kulirejesha gari hilo katika kituo kile kile kwa ajili ya ukaguzi wa marudio bila malipo. Iwapo atakiuka makataa, atalipia tena katika kituo kingine cha ukaguzi. Huku ghadhabu za umma zikitokota na kufikia kilele, vita hivi sasa vimehamia kotini. Mtetezi wa haki za kibinadamu na wakili Charles Mugane amewasilisha kesi mahakamani kupitia hati ya dharura. Mugane anasema NTSA ilichapisha kanuni hizo za ukaguzi kwa siri, huku ikikwepa kabisa ushirikishwaji wa lazima wa umma unaolindwa chini ya kifungu cha 10 cha katiba. Mlalamishi aidha anaashiria hatua ya kutumia mfumo wa e-Citizen ili kukusanya ada hizi inapuuza maonyo makuu kutoka kwa ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali ya mwaka 2023 mwaka 2024. Ripoti hiyo iliibua tofauti kubwa ya hesabu ya shilingi bilioni 44.8 na kutilia shaka uwazi wa mfumo huo. Ikitaja mkakati wa NTSA kuwa mfumo usio wa haki wa pata potea, kesi hiyo inaitaka mahakama kuu kutoa agizo la muda la kusitisha kikamilifu utekelezaji wa sheria hizo kabla ya makataa ya Julai mosi. Ikijitetea, NTSA imekataa katakata madai ya kukosekana kwa ushirikishwaji wa umma, ikieleza kuwa ilifanya mikutano na wadau katika miji mikuu kote nchini kati ya Oktoba na Novemba mwaka 2024. Si mbaya ili waweze kupunguza kitu kama maachali hivi. Mamlaka hiyo imetoa notisi kwa umma ikitangaza utaratibu wa utekelezaji wa awamu kwa awamu, hatua inayotoa afueni ya muda kwa sekta muhimu za usafiri. Afueni kwa usafiri wa shule. Kwa sasa, wamiliki wa magari hawatapigwa faini kwa kukosa mifumo ya kisasa ya kufuatilia magari. Magari ya kibiashara, wasafirishaji watasamehewa faini za sasa kuhusu mifumo ya kufuatilia magari na vyuma vya usalama. Pia kuna afueni kwa wamiliki wa magari ya kibinafsi. Maafisa wa trafiki wamepigwa marufuku kabisa kuwatoza faini wamiliki wa magari ya kibinafsi kwa kukosa ukaguzi wa lazima wakati wa kagua za barabarani. Afua ya muda, lakini kwa baadhi ya madereva barabarani, mdahalo mkali unatarajiwa katika shoroba za mahakama. Wakenya wakiomba ubunaji sera ambao unatabirika, ubunaji wa sera ambao unawatunza wala si kuwakandamiza. Laban Shaban, NTV, Nairobi.